Kufuatia mzozo unaoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati, hali ya maisha imeanza kuwa ngumu kwa baadhi ya wananchi, hususani wamiliki na waendesha vyombo vya moto kutokana na kupanda kwa bei na upungufu wa mafuta. Baadhi ya vituo vya mafuta katika jiji la Mbeya vinaripotiwa kukosa mafuta, hali inayosababisha usumbufu kwa madereva na waendesha bodaboda wanaotegemea mafuta katika shughuli zao za kila siku. Katika mazungumzo yaliyofanywa na Baharia TV, baadhi ya waendesha vyombo vya moto wameeleza kuwa upatikanaji wa mafuta umekuwa changamoto kubwa, huku wengine wakilazimika kupaki vyombo vyao kwa muda kutokana na ugumu wa kupata mafuta katika vituo mbalimbali. Kwa majina anaitwa Alex Anderson, bodaboda Kabwebia hapo. Kuhusu changamoto ya mafuta, juzi jana tulikuwa na changamoto ya mafuta sana. Yalikuwa yanapatikana sheli moja tu pale Toto, ambapo kulikuwa na foleni nyingi kubwa sana ya vyombo vya moto. Lakini kwa siku ya leo walau kidogo kuna baadhi ya sheli mafuta yameweza kufika na huduma kidogo imekaa vizuri, watu wanaendelea kujaza mafuta. Kwa majina mimi naitwa Aza, ni bodaboda maeneo ya Kabwe. Kutokana na changamoto ya uhaba wa upatikanaji wa mafuta, kwangu mimi naweza ngasema imetuathiri namna moja au nyingine, kwa sababu kama jana wengine tumelazimika kuyatafuta mafuta tulivyoyapata kuharibu bajeti zetu ili tuweke full tanki, manake hatujui shida ni nini, kwa sababu tumekuta tu mara ghafla sheli zote hapa mjini asilimia kubwa hazina mafuta. Ingekuwa kuna changamoto kama serikali wangeweza kutuambia kwa maana labda kutokana na vita ambazo zinaendelea au something, lakini hatujui mpaka sasa hivi kwamba shida iliyotokea mpaka watu tunaona wengine wanaenda kuchukua kwenye madumu wanaweka kama kuhifadhi. Je, unadhani hali hii ya uhaba wa mafuta katika maisha ya kila siku inaweza kuleta athari gani endapo mzozo unaoendelea Afrika Mashariki ya Kati hautatatuliwa? Nini kinaweza kutokea kwa wananchi wa maisha ya kawaida? Kutoka hapa jijini Mbeya, mimi ni Friday Mwangomare na hii ni Baharia TV. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.